lakini bado pia tuna hatua ambayo tumepiga. Kwa miaka ambayo ilipita, ambayo sisi tulikuwa watoto wa kike katika jamii yetu ambayo inatuzunguka ya Maa, hakukuwa na haki ya kuwapeleka watoto wa kike shule. Lakini kwa sasa hivi Mheshimiwa DC na mgeni rasmi wetu, jamii yetu hii sasa imeelewa umuhimu wa watoto wa kwenda shule katika mazingira yote, wa kiume pamoja na wa kike pia. Tunahitaji kuongeza nguvu kubwa katika haki za mtoto ambazo zimeainishwa hapa, ya kuishi, kulindwa, kuendelezwa, na hii hasa ya kushirikishwa katika maamuzi ya kifamilia. Kupiga vita uonevu, ukatili, liona nafsi ya matutulia vizuri. Najua watoto hao ambao walioko hapa Kimba au ndugu zetu wa nafsi, wengi wametoka katika mazingira ambayo ni magumu walionusurika katika jamii yetu hii. Kwa hiyo nawapongeza kwa ujumbe wao, lakini bado pia tuna jambo kubwa la kuhakikisha kwamba jamii yetu inafikiwa katika kupata haki hizi. Hizi haki inawezekana hata mimi ni mara ya kwanza kuzisikia, Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa hiyo naomba basi haki hizi walimu wazichukue, zifundishwe katika kila ngazi, makanisani zisambazwe ili watu wote wajue haki hizi. Naona watoto wamesema kwa shida. Tungegeukia serikali ya vijiji kuuliza kwamba haki hizi waseme, sidhani kama kuna mtu mmoja ambaye angejua kuimba haki hizi tano. Kwa hiyo inawezekana zikawa hazijapenyeshwa kwenye jamii. Kwa hiyo wainjilisti, walimu na watu wengine wengi ambao wanashirikishwa katika vikao, hasa mikutano mikuu, ningeomba basi haki hizi ziimbwe kabla ya kufanya jambo lolote kwenye vikao vya serikali ya vijiji, kwenye mikutano mikuu. Haki hizi za watoto ziimbwe kabla ya jambo lolote.